Karibu katika kipindi chetu cha Wajue Wachungaji Wako kutoka hapa Christian Bible Church, Tumaini Television na Nakuru County katika mji wetu hapa White House. Ningependa kuwashukuru sana watazamaji wetu kwa sababu ya kipindi hiki kinakuja nyumbani kwenu, na wengi mmefaidika especially kusikia watumishi wa Mungu vile wengine waliokoka walianza huduma na vile wanaendelea, na imekupatia mzigo pia kuwaombea. Shabaha na lengo la kipindi hiki ni kwamba wajue wachungaji wako, ni ili upate kujua ile kazi wanafanya na pia kuwaombea wale unajua na wale pia hujui. Leo kwa studio tuna mgeni amekuja kututembelea na pia kujitambulisha kwako na kwangu kwa njia hii ya kipindi hiki Wajue Wachungaji Wako. Ningependa siku ya leo atitambulishe jina lake, huduma yake na mahali anafanya mikutano, na baadaye tuendelee mbele. Ningependa kusema karibu sana na muendelea kutazama hiki kipindi. Karibu Bishop Daktari. Asante sana Bishop. Sasa wajitambulishe jina lako na mahali unahubiri na huduma. Okay, asante. Mimi naitwa Bishop Dr. Harrison Mwangi. Nahudumu na kanisa la Pefa hapa Nakuru na South Rift. Na kanisa letu kubwa liko pale Shabab, na makanisa mengine yako kila mahali katika wilaya hii. Sasa hiyo umesikia mtumishi wa Mungu pia juzi waliweka wakfu ni Bishop Daktari Harrison Mwangi. Tuliweka wakfu pamoja hapa na honorary degree, na kwa hivyo tunashukuru Bwana kwamba leo amekuja tena kwa ajili ya kujitambulisha na kuwasalamia na pia kuzungumza nazi kama mzee. Huyu ni mzee wa mji huu, ni kama father wa city hii, na amehubiri miaka mingi vile utasikia, na ningependa msikize kwa makini, utapata kitu cha kukusaidia katika hii safari ya imani. Ningependa kusema mara nyingine, Bishop Daktari, karibu sana katika kituo hiki na katika kipindi hiki. Asante sana. Sasa umetueleza, na ningependa sasa utuambie uliokokaje. Sasa uko maana huwezi kuwa mhubiri bila kuokoka. Wana ni mwito. Asante Bishop. Mimi niliokoka nikiwa kijana wa miaka 21. Kule sehemu za Kitale. Wakati huo tulikuwa kwa mashamba ya wazungu. Na ulikuwa ni mwaka wa 64. 64. Ndio niliokoka, na kuokoka kwangu kulikuwa na kama muujiza, kwa sababu pale shuleni, nilikuwa kwa shule bado, tulikuwa tunaenda kufanya mtihani wa KCPE. Na wakati huo tulikuwa tunajitayarisha kwa ajili ya mtihani, lakini pia kukawa wachungaji Kitale si mbali sana na Bungoma. So wachungaji wengine wakawa wanakuja wakiwa team kule Kitale kutoka Bungoma. Na wakawa wamehubiria watu, vijana fulani, wasichana na watu wengine mahali mbali kidogo. Sasa wasichana tulikuwa nao kwa shule. Siku moja hawangeweza kunihubiria maana nilikuwa mkubwa kuwashinda kwa umri. Hata kuargue na mimi hawangeweza. Lakini kwa sababu Mungu alitaka kabisa roho yangu iokoke, akawatumia hawa wakaniambia tukitoka shule leo tupitie kwa mtu fulani. Alikuwa rafiki yangu anaitwa Jamin, alikuwa mpishi wa mzungu. Kumbe tayari wametayarisha huko mambo mengine, na mimi nafikiri naenda kusalamia huyo rafiki yangu. So tulipofika pale tukakuta pia wengine wenye nyumba na wengine wachache, na hawa wakaanza kuimba. Wakaimba kwa hali ambayo sijawahi sikia, yani kwa nguvu kabisa. Sisi tulizoea mambo ya Anglican, polepole, utaratibu. Wakaimba hiyo yenyewe peke yake ikanianza kunitia wasiwasi. Na kabla hiyo, kama siku 3 mbeleni, nilikuwa naumwa na masikio.
siku 3-4 hivi, na mimi si mwepesi kuenda hospitali tangu zamani. Nilikuwa najikasa tu, masikio yanauma. So wakati huo nilikuwa ninaumwa na masikio. So wakaimba na wakaanza sasa kusifu. Yaani hata hiyo sijui ni nini walikuwa wakifanya, sikujua. Ni mambo mageni kwangu, mapya. Alafu baadaye Mungu anaweza tumia chombo chochote na njia yoyote ili apate roho ya mtu. So akatumia mmoja wa hao wasichana, walikuwa wadada watatu. Yule mdogo watatu alikuwa standard 3, aliitwa Ruth. Akaanza kuniita kwa jina. Kukuita kwa jina. Harrison. Hii paka ambayo nafukuza na umeiua. Ni nini ilifanya? Na anafanya kama anaugua. Sasa mimi nashindwa. Huyu mtoto alionaje hii? Na hicho kitendo kilitendeka 1957 kule Murang'a. 57. Mahali nilizaliwa. Nilikuta vijana wanafukuza paka. Wamemchapa, amekasirika. Na ameingia kwa choo juu, sio ndani. Sio kwa shimo, juu. Sasa nawakuta hapo nje, na mimi nikajifanya shujaa. Nikaingia. Nilikuwa na kapanga kadogo hivi. Yule paka kumbe amepigwa, amekasirika. Sasa akanirukia miguu na makucha yote, mimi mdomo, makucha yote akanishika. Nikajaribu kutoa. Baadaye akaanguka na nyama. Na nyama ya mguu yako. Ya miguu. Sasa hapo ninatoka damu na nimekasirika, nikafuata huyo pusi. Akiingia mahali ninaingia. Akaingia kwa chini ya kitanda ya mama mmoja. Ni wakati tulikuwa tumewekwa kwa vijiji na serikali ya mzungu siku hizo. Nikaingia huko ndani na nikamfuata mpaka nikamuua, mweusi. Sasa hiyo ni 1957. Hapa huyu msichana ako Kitale, tuko Kitale. Ananiambia huo sasa mwaka anazungumza ni mwaka wa 64. Ananieleza mambo yaliyotendeka. So hilo ni jambo la kufanya wewe ushangae. Ni kweli. Na ujue kumbe Mungu anaweza kuona mambo yote. So hiyo ikanifanya, wakaniambia sasa tunakuuliza upige magoti. Sasa nilikuwa hata siwezi kuresist. Nikapiga magoti. Nikaongozwa katika nini ya toba, nikatubu, nikaokoka. Na kutoka hapo walikuwa tu wachache. Kutoka hapo chini nikawa sasa nasikia mimi ni tofauti. Na kwa ufupi tukaanza sasa kuenda, walikuwa tukienda kwa mikutano kwa manyumba. Tulikuwa na kanisa mahali. Pastor wetu alikuwa akija mara moja kwa mwezi kutoka Bungoma. Anapita hivi. So akija tunakuwa na yeye kwa mkutano. Na tukaanza kuendelea hivyo na injili. Na mimi sasa nikawa sasa kama mimi ndio ninawafundisha tena. Wale wasichana. Na kwa shule watoto kulikuwa na zile ziitwa sijui clubs, mnaenda kwa wildlife wapi. Mimi nikapewa yangu na headmaster, alikuwa mwokovu wa PCA. Ndio mwalimu ambaye hakupingana na wokovu wangu peke yake. Nikapewa hiyo darasa. Sasa watoto wanajaa kwa yangu. Hasa wasichana. Sababu huko kidogo wanachokoswa. Ni kweli. So kwa ufupi watoto wakaokoka wengi kwa shule. Na sasa wakati wa kufanya mtihani, mtihani inakaribia, watu wana study. Sasa mwalimu akipitia karibu na mimi, anakuta mimi si hapa na study, niko na Biblia au tracts za T.L. Osborne. Basi hiyo ndio ninasoma. Alafu ananiambia wewe utaanguka mtihani na tulikuwa na matumaini na wewe. Na
Alafu mimi hiyo sasa sikujali, sasa nina imani nyingine. Na imani nyingine. Siku ya mtihani ikafika, nikisema kwa ufupi. Wale ambao walikuwa wameokoka tulikuwa watu 4. So nikawaambia siku ya mtihani tukuje saa 12 tuingie kwa kale kanyumba tumtafute Mungu. So tuliingia hapo tukaomba na tukatoka. Sisi wote ni mmoja tu msichana alikuwa amejichanganya, yeye mguu mmoja iko kwa kanisa mwingine iko nje. Huyo tu ndiye alianguka mtihani. Lakini sisi wote tulipita. Na ikafurahi. Headmaster sasa alifurahi, lakini hao wengine bado hawakufurahi. Walitaka niwache wokovu. Walisema wako na matumaini na mimi sana. Alafu sijui niendelee tu. Endelea tu. Okay. Ni mrefu. Tunataka kujua vile uliokoka na watu wajue wokovu ni process. Na pia ni Mungu huita mtu. Ni kweli. So sasa nilipookoka hivyo, kabla niokoke nilikuwa nauza vitu kwa open market. Kitale panaitwa Maili 8. Siku ya soko ni Jumapili. Maana siku zingine watu wako kwa kazi kwa wazungu. Hawawezi pewa ruhusa. So Sunday mnatakiwa muende kanisa, lakini pia nina vitu tulikuwa ninapeleka kuuza. Nilikuwa nikipeleka kuuza, alafu ninarudi jioni nyumbani. Sasa nimeokoka. Hapa ni kuamua ni kanisa nitaenda au nitaenda kuuza hivi vitu. Hiyo haikuwa kudebate, haikuwa shida yangu, kuamua tu ni kanisa. So hiyo ilikasirisha sana wazazi, sana. Na hivi kwamba hasa mama yangu alikuwa mama kubwa hivi. Ule wokovu wangu ulimfanya kukonda, aliona nimekuwa mwenda wazimu. Alikuwa akikaa kwa moto tu hivi, anakaa hivi. So mama akakonda kabisa. Kwa ajili ya wokovu. Na sasa wakaniita na mzee, wakaniambia fanya hivi, usiende sokoni na usiende kanisa, ukae tu hapa nyumbani. Sasa nikawaambia hapana, ninaenda kanisani. Tukawa sasa hatuelewani na hao. Na nilipitia kwa shida sasa sana kuona nyumbani kama sitakikani. Ndugu yangu anayenifuata juzi tulikuwa na sherehe yangu ya kuretire, sherehe kubwa. Alitoka Kitale akaja akatoa ushuhuda hadharani. Akasema vile baba aliwaita, akawanunulia viatu, akawaambia msifuatane na huyu. Aliwaonya. Lakini baadaye mimi nikamhubiria huyu, akaokoka. Na kule shule mama yangu akaja akaripoti. Walimu wanikataze kabisa kuendelea na hiyo mambo ya wokovu. Na walimu wakasikia, headmaster ndio hakujua. So niliitwa na walimu, nikaketishwa. Ilikuwa jambo, wokovu wangu ulikuwa jambo kubwa. Niliitwa na walimu hivi. Siku hizo mwalimu unamuogopa sana. Ni kweli. Maana tulikuwa tumetoka tu kwa ukoloni. So niliketishwa na walimu, nikaelezwa mambo, tulikuwa na matumaini na wewe ndio ungepita mtihani nini, uachane na hii mambo. Mimi nikanyamaza tu. Kila mwalimu akaongea. Alafu sasa waniulize unaonaje? Mungu akanipa hekima, ingawa nilikuwa mchanga kabisa kwa mambo ya Mungu. Mungu akanipa hekima, nikawaambia asante sana, shukrani walimu kwa kutaka kunisaidia nisipotee. Na nimeona mna akili sana. Lakini nimeona kitu kimoja, hamna akili kama Mungu. Maana kama mungekuwa na akili kama Mungu, mungeona ninaenda kuokoka munizuie.
lakini sasa imeshapita. Imeshapita. Mimi siwezi kurudi tena nyuma. Ni kweli. Kwa sababu Mungu kama mungeona mnikataze ndio. Lakini sasa akili ya Mungu ilipita yenu. So mimi nikaendelea na wokovu. Na headmaster pia akaniita akataka niwe mwalimu hapo UT siku hizo. And trained teacher. Siku hizo nikiona chokaa ni kama ninaona shetani. Nataka tu Biblia. So mambo ya kwenda alikuwa mwalimu hapana. Hiyo nikamkataza. Tukakaa hivyo tukaendelea sasa na kale kanisa mahali tunaenda kuomba. Na tukaomba ruhusa kwa mzungu mmoja. Tukajenga kanisa kadogo Mtoni. Ndio kanisa la kwanza la PEFA Kitale. Kitale yote. Siku hizi kuna makanisa makubwa. Ni kweli. Ingawa wachungaji hata hawajui walitoka wapi. Hawajui mwanzo. Lakini hiyo ilikuwa mwanzo. Tukajenga hiyo kanisa tukawa tukiombea hapo. Na sasa tukaendelea. Mtihani tumefanya. Nimekataa kuwa mwalimu. Ungali wewe ni mwanafunzi. Sasa tumemaliza mtihani. Umemaliza mtihani. Natakiwa uende secondary. Ndio. Na mimi sasa mambo ya shule nikiona chokaa naona kama pana ni kitu mbaya hiyo. Nataka Biblia. So pastor alipokuja kutoka Bungoma nikamwambia ningependa kuenda tu mahali hata kama ni nyumbani kwa mtu. Mahali watu wanapiga drum hii ngoma. Na kuimba tu tukaange tu hapo. Sasa nilikuwa nimeenda kwa Bungoma mara kadhaa. Ninaona familia zingine watoto wanapiga drum. Mzee anakubwa. Niende tu kama hapo nikaange tu hapo. Kaanga tu hapo. No, sasa pastor akaniambia hapana kuna Bible school. Na unaweza kuenda. That's good. Nirudi nyuma kidogo wakati niliwacha kuenda sokoni kuuza vitu. Mzee aliniponiketisha. Alinionya kabisa umekataa kabisa umewacha pesa tu na unaiona kwa macho. Kutoka leo ukiitishwa pesa mahali popote huyo Mungu wako akupatie. Mungu wako akupatie. Hiyo ndio ushuhuda wangu mkubwa. Bila Mungu anaweza kuprovide. Na mimi ndani singemjibu mzee kwa sauti. Ndani nikasema amen. Huyo Mungu ataprovide. Amen. So wakati pastor alikuja na mzee si amesema usithubutu kuniuliza pesa siku nyingine. Ameniambia kuna Bible school. Nikamuuliza ni wapi akaniambia panaitwa Kaimosi. Kaimosi. Na unaweza enda huko. So na akaniambia pesa inatakiwa hii transport. Sasa akahesabu yangu yake na reverend mwingine watu na mimi ndio nitalipa. Badala ya pastor anipeleke. Na anajua kabisa sina kitu. So Mungu pia balafu akanipa pia hekima. Huwa namshukuru sana. Ile ugonjwa ya masikio mahali nilitoka chini nilikumbukaga baadaye nilikuwa mgonjwa masikio. Ile iliponea pale. Hiyo iliponea pale. Sema si nilikuwa mgonjwa masikio. Hiyo ilienda. So anyway sasa ninatakiwa pesa na tukaagana na pastor mahali tutakutana nitamkuta. Mimi inaitwa nini kanyumba kadogo ya vijana Singira hii. Singira hii. Waluya wanaita Simba. Kikuyu wanaita Thingira. Sinaita Saika. Naita Saika. Basi hiyo ya kijana. Nikaingia kwa hiyo kanyumba. Kajifungia ndani. Kapiga magoti. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sikunywi maji, sikuli kitu. Kunywi na kula. Siku ya 4
Siku ya 4 nilikuwa nasikia hata mlima yote naweza hamisha. Unaweza kwa siketi na imani kabisa. Sasa nikachomoka nikaenda asubuhi sana kwa nyumba ya mzee. Wako hapo na mama wanaota moto. Nikaketi. Kamwambia sasa baba, nimepata Bible school mahali. Na inatakiwa niende huko. Mzee aliniuliza maswali matatu tu. Aliniuliza hiyo Bible school iko wapi? Nimeambiwa mahali panaitwa Kaimosi, ukipita Eldoret, Kapsabet. La pili swali. Ni pesa ngapi? Nimehesabu ya watu watatu. Nikamwambia unataka kuenda lini? Nikamwambia ninaweza enda hata leo au kesho asubuhi tu ninaweza enda wakati wowote. So akamwambia mama ndiye alikuwa anawekanga pesa. Mzee alikuwa anapanda mboga anauza na kuku pia anauzia hata mzungu. Na mama ndiye treasurer anawekanga kwa pilo. Ilikuwa pilo za nyasi. Nyasi inakatwa imekauka. Nawekwa kwa kitambaa hivi na kuwa pilo. Inakuwa pilo. Kuna mattress. Siku hizo ni ya nyasi pia mattress. Kweli. So mama akaenda. Mama sasa kwake hiyo hataki. Naona. Lakini akajikokota. Akatoa hiyo pesa. Akanipatia. Kamwambia asante sana, Mungu awabariki. So nikarudi kwa ile room yangu. Siku hizo nikakinyasa tu, niko na kakinyasa na shati nyingine, kashati. Nilikuwa nauza hata nguo, sasa nilikuwa nimechukua pale. Mama akanipatia hiyo pesa. Mimi nikaingia kwa room yangu hiyo. Hakuna vitu nitanunua, mimi nitachukua ya kwenda kuchange au nguo. Nikasanduku kengine kambao kako hapo hivi. Nimeweka kaBiblia na tracts za kusoma kutoka kwa T.L. Osborne. Chukua kasanduku kangu, kaenda mpaka kwa pastor. Kamwambia nimepata pesa. Basi kesho tunaenda. Sasa sijajiuliza hii Bible school inalipwa fees. Swali hilo sikujiuliza. Mimi ni kuenda tu. Tulipofika kule Kaimosi tukakuta principal. Alikuwa Mkanada. Lakini ana accent ya Kiamerika. Huyu mzee hakusoma kama mimi. Huyu pastor. Lakini wanaongea Kiingereza na huyu mzungu mimi nashindwa kwani nilisoma gani mimi. Sielewi vile wanasema. Ni ile accent ya amezoea. Ya amezoea ndio. So walikuwa wakipata msaada kutoka kwa ofisi ya Osborne. Unapewa kama umeoa unapewa 175. Kama una family. Na kwa mwezi. Alafu ukipewa miaka 2 huyo umeestablish kanisa. Kanisa hilo likusaidia. Likusimamie. So wakakubaliana akate shilingi 15 kwa mshahara ya mchungaji. Hiyo ni fees. Haya amekubaliana hivyo. Sasa mzee kesho yake akarudi. Mimi nikabaki Bible school. Mimi ndio kijana, watu wengine ni mapasta kutoka area hiyo. Ni area hiyo ni ya Waluhya. Ni mpakani wa Wakalenjini na Waluhya. Sasa hao mapasta huja na mabasikili. Thursday wanarudi manyumbani ili Sunday wawe kanisani. Sasa mimi nabaki pale. Na Mmasai mwingine alikuwa pale. Sasa tukaendelea naingia darasani, walimu wanafundisha. Hawatakuwa wakikawia sana, tunapewa mtihani. Sasa kwangu mimi naona hiyo ni rahisi, nafanya peana. Hao wazee kwao ni ngumu. Kweli. Sasa wale walimu ni wazungu tu.
Mzee mmoja tu alikuwa Mwafrika dini. Kidogo akaanza kushindwa, huyu anawashinda watu wote namna gani? So na unajua anahubiri kwa Kiingereza na kuna interpreter. Ana interpreter. Kwa darasa. Kwa darasa. Saa ingine yule interpreter anatatizwa, ninamsaidia kidogo. Na sitaki kuinterview sana asione na kazi yake. So tukaendelea hivyo. Wakaona huyu ni kama ana akili na huyu ni mwerevu. So nikaanza hata interpret mwenyewe pale. Watu wakienda kazini, ninazungumzia sasa juu ya kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu. The favor of God. Hiyo ndio kwa maisha yangu yote nimehubiri kwa miaka kama 56 nimekuwa kwa huduma. Hiyo kibali kutoka siku ile tuliagana na baba, kibali kimekuweko mpaka wa leo. Sija struggle mahali kwa ajili ya pesa. Amen. Kutoka siku hiyo. So wakati watu wanaenda kwa shamba jioni saa 10 kukata nyasi pale Bible School, unajua vile wanafanya Nyang'ori, uliona Nyang'ori. Mimi naenda kwa mama mmoja missionary, kama anataka niakishe moto, nifagie hapo kwake hivyo tu. Baadaye akaanza kunifundisha typing kwa nyumba tu hapo. So tukaendelea hivyo, na nguo kutoka ng'ambo zinakuja through huyu mama. Nguo. Sasa hata nikaanza kuvaa masuti. Nguo ni nyingi. So tukaendelea na masomo. Nilikuta wamesoma tamu 1.5. Hawa. Na ilikuwa ni kozi ya mwaka mmoja, napewa diploma kubwa inaitwa Beulah Heights Bible Institute. Okay. Alikuwa ni kama mtoto wa Beulah Heights ya Atlanta, Georgia. So tukafanya mtihani nikapewa yangu kubwa. But before that, ile favor sasa ninapenda sana kukaa kwa hiyo favor. Baada ya majuma kadhaa, principal akaniita. Kaniambia kesho nataka tuende na wewe town Kakamega. So kesho tukaenda. Akaninunulia Biblia, akaninunulia vitabu. Hivi vya notebook ilikuwa nyeusi hapa, alafu nyekundu hapa. Walimu walikuwa wakiandika kwa notes. Na wanafunzi wengine anaandikia exercise book. Kanunulia mablanketi, yani vitu vingi tu ananinunulia. Tukarudi shule Bible School. Sasa saa hiyo mimi niko equipped. Sasa hakuna siku mimi niliulizwa ile fees, hata yule hakukatwa. Yule hakukatwa kutoka kwa mshahara yake. Hakukatwa. Ile favor. Hiyo favor ya Mungu. Hawa wakanipenda sana. Asante. Sasa baada ya Bible School ulimaliza miaka ngapi? Bible School hiyo ilikuwa ya mwaka mmoja. Tulipohitimu watu wengine wanakarudi manyumbani. Okay. Lakini hawa walimu wakanikatalia mimi. Wakakatalia wewe. Wakasema nikae hapo. Niwe sasa na translate notes zao ni za Kiingereza, translate kwa Kiswahili. Already nimejua typing kutoka kwa ile nyumba ya mama. Ni kweli. Alafu nikaendelea hapo. Yule alikuwa interpreter, alikuwa ametajwa na wazee wa PEFA, atafanywa overseer. Overseer wa kwanza kabisa Western. Alikuwa ametajwa atakuwa huko. So mimi nikapewa ile kazi yake, alikuwa kama business manager. Na nilikuwa kijana tu. So gari ikitaka kwenda Kisumu, mimi naandika ni nini naenda kufanya, vitu kama hivyo. Translate, interpret.
So nikakaa hapo. Sasa hapo sio kuhubiri, ni mshahara. Mshahara kama miezi mitatu. Yeah. Inataka kuingia mwezi wa 4, roho yangu imetoka hapo kabisa, nasikia kwenda kuhubiri nje. Kuhubiri sasa mwito nje. Kama hii si kazi niliitiwa. Hii sio injili. Hapana. Sasa siku moja saa 4 ananingoja tuende kwa darasa. Ninamngoja. Anafikiri ninamngoja, akanikuta kwa ofisi hapo. Nje nimesimama. Niuliza ni nini? Nikamwambia mimi nasikia kwenda nje. Wapi? Sijui. Yeah. Lakini nasikia kwenda kuhubiri nje. Na kama mtu wa Mungu alinishangaza, yeye hakuniuliza maswali mengi. Ni kama alielewa. So kaita yule secretary, kamwambia anaitwa Julius, alimwambia Julius, patia yeye ile mshahara amefanyia kazi, patia yeye baisikeli, andikia yeye barua ya kuhubiri. Basi hivyo tu. Taipiwa hapo. Karudi kwa dom, kafunga vitu vyangu kwa baisikeli. Kaenda mpaka main road. Hii barabara ya Kisumu ya Eldoret. Unachukua OTC hapo kwa barabara uende Eldoret ndio uende Kitale. Na sijui ninaenda wapi. Sasa hiyo ndio mwito. Sasa ndio mtu ameitwa. Kabisa. Kabisa. Nikaenda OTC. Mlijua OTC? Ilikuwa kampuni ya mabasi ya wazungu kutoka Uingereza. Overseas Transport Corporation. Na ilikuwa inalipisha pesa kidogo. Sasa baisikeli unalipa hata kama unaenda wapi shilingi moja. So hiyo nikaenda before nifike kabisa Kitale town kama maili 7 hivi. Sijui ni kilomita ngapi siku hizi, nikashuka toka OTC. Na baisikeli yangu. Na sasa nimevaa tu vizuri, vile umevaa hivyo. Sababu kule nguo ni nyingi na tai. Na by the way nimekuwa sasa tukienda likizo, ninapea watu wa nyumbani sasa ninawapelekea nguo. Mzee, nguo, mama. Si uliona sasa Mungu yako ni mzuri. Baka mzee jirani hapo akamwambia mzee fulani, kamuita kwa jina, akamwambia huyu kijana yako ndio ameshika laini. Ndio ameshika laini. Ile walikuwa wanasumbua. Sasa wakati huo ukienda kwa shamba ya mzungu, kuingia kwa nyumba ya mzungu, hiyo huwezi mtu Mwafrika. Lakini vile nilivaa, nilionekana kama mtu wa Labor Union. Hawa ndio walikuwa wanachunguza vile kazi, wafanyakazi kama wanateswa. So mimi nakuja na baisikeli yangu, wananiondokea. Kafika kwa mzungu. Hapo nje nikaweka baisikeli. Mpishi akakuja. Kaniuliza nikusaidia aje? Nataka kuona bwana. Alikuwa anaitwa bwana. So nikangoja hapo. Wanaogopa sababu wanafikiri mtu wa union. So akakuja bwana, amekatwa mguu mmoja. Anatembea na hivi. Ni mbua kutoka South Africa. Sasa mrefu ananiangalia hivi. Kaburu. Ananiangalia hivi. What can I do for you? So nikamweleza mimi na mhubiri. Nimekuja kwa hii shamba yako kuhubiri neno la Mungu. Akaniuliza maswali, anaona mimi bado ni kijana. Alifikiria ni mtu wa union, tena nimegeuka kuwa mhubiri. Akaniuliza maswali mengi, anashangaa kijana anaweza kuhubiri na namna gani. Ni kweli. Niuliza maswali na mjibu anasema come in. Hiyo huwa ni muujiza mkubwa kuingia kwa nyumba ya mzungu. Ni kweli miaka hiyo sio. Tukaingia, tukaketi. Nataka coffee au chai. Huo muujiza mwingine. Nikasema. So tukaketi tukaongea. Sasa akaniuliza, utahubiria watu wangu waache kuiba machungwa yangu?
Nikamwambia ndio. Akatumana Nyapara akaitwa. Mnajua Nyapara? Nyapara ni kama manager mkubwa ndio anaangalia watu wa kazi. Akamuita. Akani-introduce. Huyo ni mhubiri. Hivi amekuja kuhubiri neno la Mungu hapa. Umpatie ile nyumba iko pale. Pande moja ilikuwa kubwa. Pande moja rumu kubwa ni kama ilikuwa kama kitu kama store zamani, lakini ni nyumba mzuri pande moja. Hii pande moja hii, na akasema hii inaweza kuwa kanisa. Anaweza kaa kwa hii. Asa na asubuhi kabla watu waende kazi wakuje awahubirie. Basi. Kazi ikaanza. Akamwambia mwambie yule karani wa deri akuje. Akakuja. Kaambiwa ninaitwa nani, ni mhubiri. Utakuwa ukimpatia maziwa kila siku. Hivyo. Sasa nimefika hapo. Injili imeanza. Watazamaji wetu, tunaendelea. Hii ni ushuhuda very special. Na ndio sababu mtu amekaa katika huduma miaka mingi, kutoka miaka ya 60s mpaka sasa, unaweza kuamini kwamba Mungu haokoi tu na kuachia mtu njiani na kukuita. Ana sababu na kusudi. Naamini kwamba unaposikia ushuhuda kama huu, inakusaidia kuelewa kwamba Mungu kabisa huita watu. Na Mungu akiita mtu ana njia yake, anamuelekeza. Kwa hivyo Bishop Dr. Harrison Mwangi ametueleza mpaka mahali pale sasa amefikia. Sasa ameanza huduma kimiujiza katika nyumba ya wazungu. Zamani hizo ungepita hata hiyo barabara. Lakini sasa unaona kibali cha Mungu, na wakati unakubali Mungu anakuongoza. Ningependa kusema hivi, tutaendelea sehemu ya pili wiki ijayo. Kwa sababu nataka aendelee vile anatuzungumzia. Huyu ni mzee wa huduma miaka mingi. Na ni vizuri kuwa na wazee kama hawa wa kutushauri. Wale wengine vijana wameanza huduma na wale wamefika katikati na changamoto zote, naamini kwamba na kitu ya kutusaidia pamoja. Kwa hivyo wiki ijayo usikose kuendelea na Bishop Dr. Harrison Mwangi kutoka hapa Tumaini Television Nakuru. Kwa hivyo sasa ningependa tu wabariki watu na waambie tutaendelea wiki ijayo. Waombe. Sema kitu alafu waombe. Asante kwa kutusikiliza na kunisikiliza, na Mungu ataendelea kutubariki na kukubariki wewe na kukusaidia pia katika mwenendo huu, maisha haya ya Kikristo. Tukimtegemea tu Yesu, kibali chake kitakuwa pamoja nasi. Napenda kuomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu tumekuja mbele yako mchana huu tukisema kama si wewe hatungekuwa hapa. Kama si wewe hata hii studio haingekuwa hapa. Lakini haya ni mapenzi yako, ili neno lako lienee na liwasaidie wengi. Naombea wale ambao wametutazama siku ya leo, wale wataendelea kututazama, na kwamba uendelee kuwabariki, wabariki makanisani, kazini mwao, jamii zao, na hata kila mahali ambapo watakuwa, wauone mkono wako na wajue hakika wewe ni Mungu ambaye habadiliki na hasemi uongo. Tunakushukuru na tunakuinua, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo mpaka wiki ijayo, karibu tena kwa Wajue Wachungaji Wako.